Jamii katika kata ya Chanika wilayani Karagwe mkoani Kagera imetakiwa kutunza miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika kata hiyo na shirika la kuhudumia watu wenye ulemavu wilayani Karagwe, CBIDO, kwa lengo la kupunguza changamoto ya ulemavu. Akizungumza Aprili 8 mwaka huu katika hafla ya kukabidhi mradi wa jengo la masubirio katika zahanati ya Chanika uliokamilika kwa gharama ya shilingi milioni 28 kwa kutekelezwa na shirika la kuhudumia watu wenye ulemavu wilayani Karagwe, CBIDO, halmashauri ya wilaya Karagwe na nguvu ya jamii ya wananchi wa kata ya Chanika, Juliet Godfrey kwa niaba ya meneja miradi wa CBIDO amesema kuwa kutokana na jitihada kubwa ambazo zimefanyika hadi kukamilika kwa mradi huu, ni vyema wanajamii wa kata ya Chanika wakatunza vizuri miradi inayotekelezwa katika maeneo yao na shirika hilo. Simesikia milioni 28. Sio haba. Ni pesa ndefu sana. Tuwafanye watu wa huduma wetu watoe huduma katika mazingira ambayo ni rafiki. Lakini pia wamama wakija na watoto wasikae kule nje, wakae humu wapate hali ya hewa nzuri. Huwa nawaambia wamama, zaeni sana Chanika, miundombinu inaruhusu kuzaa. Wamama wazae kwa sababu miundombinu ipo. Hawa kina Rebeka wapate kazi ya kufanya. Mazingira yanaruhusu watoto wapatikane, maisha yawepo. Si ni sawa? Mradi huu sasa sisi tulikofikia ni kama tunaelekea ukingoni kwa kata ya wapi? Ya Chanika. Tumefanya mwaka juzi ilikuwa ni mwaka 0, mwaka wa maandalio ambao ni 2024. 2025 ukawa ni mwaka wa kwanza wa kutekeleza mradi. Sawa sawa? Tukafanya kwa mashirikiano. Na wananchi wamekuwa kipaumbele kuchangia na serikali kaweka. Baadhi ya wananchi wa kata ya Chanika akiwemo Patricia Martini na Mgisha Filipo, baada ya kukamilika jengo hilo, wanaamini kuwa changamoto ya wanawake kusubiri huduma sehemu isiyo rafiki imebaki kuwa historia. Viongozi hawa ni Mungu alitoa akili ya mwanadamu atengeneze uongozi ili nchi iende, na nchi ilienda kweli. Mimi tulikuwa hapa kwenye dispensary hii manungono, sijui tunakalishwa hapa, sijui tunazalia hapa, sijui tunafanya nini, lakini mwanadamu wa akili katokea, kaanza upanuzi, tukapata ile jengo la wanawake kuzaa. Tunashukuru. Sasa wake zetu hawaendi mbali, tunashukuru kwa hilo. Jambo la pili, tulikuwa tunateseka, wake zetu wanapigiwa hapa mvua nje kama wakimbizi, kwa sasa tunajiona kama tuko Ulaya. Tunashukuru sana wananchi. Jambo la tatu, shirika la SIPIDO tumeweza kupata vyumba vya darasa viwili na jingine kipo kinaendelea kule. Tumepunguza adha ya watoto kutembea umbali. Sasa hivi tuna watoto wetu wanakaribia sehemu, wanasomea sehemu ambayo ni karibu sana. Tunashukuru sana shirika, tunawashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, tunamshukuru sana. Na huyo hapa ni Ignas Nashon Zunza, mganga mfawidhi zahanati ya Chanika, na yeye anaunga mkono swala hilo. Kupitia shirika la SIPIDO, wananchi pamoja na serikali tulianza na ishu ya upatikanaji wa mazingira salama ya kujifungulia, yani kupata wodi, jengo ambalo watajifungua wamama katika mazingira mazuri. Yani tulipata jengo la wazazi ambalo mwanzoni tulikuwa tunaweza kuzalisha wamama 10 hadi 14 kwa wiki kwa kutumia kitanda kimoja. Lakini kwa sasa tuna vitanda vitatu ambavyo wamama wakija wanajifungua bila shida na kwa wakati mmoja. Hii ni moja sehemu ya mafanikio, lakini tumepata pia nafasi ya kutosha kwa ajili ya mama kupumzika baada ya kujifungua, na wanakaa kwa muda wa kutosha siku moja ya masaa 24 ndipo wanaporuhusiwa kurudi, na katika kipindi chote hicho wanakuwa tayari mama pamoja na mtoto wamechunguzwa kwa ukamilifu dalili zote ambazo zinaweza kuwa za hatari, kwanza wakati wa kujifungua, lakini baada ya kujifungua, ili wawe salama. Na hivyo tumefanikiwa vya kutosha kwenye kudhibiti uwezekano wa upatikanaji wa ulemavu. Tunda Wilson ni mratibu wa shughuli za CBIDO katika kata ya Chanika, anaeleza kilichowasukuma wao kama shirika kuweka kipaumbele cha kujenga mradi wa jengo la masubirio. Leo tulikuwa na shughuli ya kukabidhi jengo ambalo tumelijenga kwa kusaidiana na serikali, jamii pamoja na shirika la CBIDO. Hili jengo ni jengo la masubirio ambao kwa jumla limegharimu shilingi milioni 28. Kwa jamii imechangia milioni 4, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mazingira, mchanga, mawe, matofali, kokoto, na shirika limegharimikia vifaa vya kiwandani, mabati, rangi, vigae na gharama za ufundi. Kwa pamoja mradi umelenga kutoa hili jengo kwa lengo la kusaidia wamama wanaohudhuria kliniki
ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikaa hapo nje chini ya mti kupata huduma zile za kliniki, chanjo, elimu na kadhalika, kitu ambacho sio rafiki kwa wale watoto. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ambayo imefanyika katika zahanati ya Chanika, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Karagwe ambaye pia ni diwani wa kata ya Chanika, Rongino Wilibard, licha ya kupongeza kazi kubwa inayofanywa na shirika la CBIDO katika kuzuia ulemavu wilayani Karagwe na kutoa huduma za utengamao, ameitaka jamii kuiga mfano wa shirika hilo ambalo linagusa maisha ya watu wenye ulemavu na wasio na ulemavu hasa maeneo ya vijijini. Tuombe baraza letu la madiwani tuhamasishe wananchi kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa kila kata kuingia hawa watu wa CBIDO, tuwape ushirikiano mkubwa sana. Kwanza watu watambuliwe, sensa ifanyike, na watakapohitaji lolote kwa ajili ya kuweka miundombinu sahihi na salama kwa ajili ya wananchi hawa wenye ulemavu na kuzuia ulemavu pia waweze kutekeleza shughuli zao. Kwa mfano kata ya Chanika hapa tulikuwa hatuna maji. Leo hii shirika limeleta kisima cha maji zaidi ya milioni 40 kwa ajili ya kumsaidia mama mwenye mtoto ambaye anaweza kuzaliwa na ulemavu, lakini na kuzuia ulemavu. Lakini na wananchi tumesema kwa familia zao wacha wachote maji nafuu, au si? Kwa hiyo miradi shirikishi bado inatujenga sisi kiuchumi, kiwilaya, kivijiji na mambo mbalimbali ambayo tutatoa shida za wananchi. Ndio maana serikali ndio inawapa kibali, tunaishukuru. Hizi NGO zote zinazokuja serikalini, mpaka serikali ikubali kwa watu si matapeli. Na naomba salamu hizi mzipeleke kwa baba askofu wa shirika wa kanisa la Anglikana. Wamefanya kazi kubwa sana kwa baba. Wako Miseni, wanataka kuingia Kyerwa na sehemu zingine za wilaya mkoa wa Kagera. Kwa hiyo tunaomba mpeleke salamu hizi mziwafikishie kwa shukrani kubwa sana. Kwa kuja kata ya Chanika, umeenda Chonyonyo, umeenda Rwera, Kiranga, bado kata zingine zinahitaji. Nikiripoti kutoka katika kata ya Chanika wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media Online TV.